hata inavyotoa ule mwongozo kwamba jamani nyie wachunguzi, wavumbuzi, katika tunachotaka sisi miaka 30 mbele tunataka tuwe tumefikia sehemu hii. Naam. Kwa hiyo hata tafiti zenu mnazozifanya, vumbuzi zenu mnazozifanya kila siku mnavyochunguza mambo, basi hakikisheni mnajikita kwenye mwelekeo huu. Kwa hiyo TCRA tunasema ndio mama wa sekta hizi za ubunifu, teknolojia, lakini pia na mawasiliano kwa ujumla. Na hasa pengine katika kuelekea dira ya taifa 2050 kabisa, nafikiri malengo yanaweza yakatimizwa vizuri, tafiti hizi zitaweza kuchagizwa katika sura hiyo, kwa sababu kuna unajua kuna tafiti mtu nakuta anafanya tafiti kwa mfano labda hizi za kielimu zaidi ya machapisho ya kielimu, mtu anafanya kwa ajili tu ya kutimiza lengo fulani la muda mfupi. Hajui kwamba ile tafiti yake, uvumbuzi wake unaweza ukawa na tija mbele kwa taifa. Sasa inabidi TCRA pia hata miongozo yao iende pia kwa taasisi za elimu ya juu ambazo wanafunzi wake wanafanya tafiti kama sehemu pia ya miongozo ya kielimu. Kwamba nao wajue kwamba kumbe nikifanya hii tafiti yangu ndogo, licha ya kuwa ni assignment au licha ya kuwa ni kazi ya kitaaluma, huenda baadaye ikawa na tija kwa taifa, ikatumiwa kama kwa katika mambo kadha wa kadha ya kutatua changamoto mbalimbali. Maana kuna wewe mwanafunzi anafanya tu kwa sababu short time tu hii nimepita pale kwa wakufunzi wameielewa, basi imeisha. Lakini inaweza ukafanya tafiti na baadaye ukaja kushangaa tafiti yako imetumiwa kwenye kutatua changamoto husika fulani miaka 20 mbele huko. Kwa hiyo TCRA kama mama wa sekta hizi za ubunifu, teknolojia, habari, mawasiliano, bila shaka kutoa miongozo hii ni tija kubwa sana. Sawa. Wavumbuzi nao waende kwenye ile miongozo ambayo tunakuwa nayo kama taifa.